Ndani ya giza la historia kuna simulizi zilizofichwa kwa karne nyingi, na hii ni hazina ya hadithi, yani The Story Vault. Karne ya 14 barani Ulaya, Asia na Afrika ya Kaskazini kulitanda ukimya wa kutisha. Miji iliyokuwa na kelele za masoko na vicheko ilibaki tupu. Je, sababu ilikuwa ni nini? Ugonjwa wa tauni uliokuja kama kivuli cha mauti ilianza kwa mtu mmoja tu alilalamika kuwa anahisi homa kali, kichwa kuuma na uvimbe mkubwa mweusi kwenye kwapa na shingo. Ndani ya siku chache alikufa. Hakupita muda familia yake ilifuata. Majirani nao wakaanguka mmoja baada ya mwingine. Ndani ya mji mmoja maelfu walikufa bila mazishi ya heshima. Makaburi yakajaa, watu wakaanza kutupa maiti kwenye mashimo makubwa. Hakukuwa na madaktari wa kusaidia, waliogopa kuwagusa wagonjwa kwa sababu yeyote aliyemkaribia mgonjwa basi naye angekufa. Wengine waliamini ni adhabu ya Mungu, wakawasingizia wachawi au hata watu wa dini tofauti. Hofu ikazaa chuki, watu wakakimbia miji yao bila kujua wanabeba ugonjwa huo huo. Inakadiriwa zaidi ya watu milioni 75 hadi 200 walikufa. Karibu theluthi moja ya Ulaya ilifutika. Familia nzima zilipotea, vijiji vilibaki magofu. Tauni ililetwa hasa na viroboto waliokuwa kwenye panya, lakini wakati huo watu hawakujua. Walidhani hewa imeharibika, yani bad air. Baada ya miaka mingi ya mateso, ugonjwa ulianza kupungua, lakini alama yake ilibaki milele. Ilibadilisha historia, imani na hata mfumo wa kazi na jamii. Tauni iliifundisha dunia umuhimu wa usafi, tiba ya kisayansi na kujiandaa au kuzuia magonjwa mapema. Hii ni The Story Vault kutoka Charlie Media. Asante.